Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Tukiwa tunaendelea na mfungo wa Ramadhani pamoja na Kwaresma, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA wametembelea vituo vya kulea watoto yatima mkoa wa Arusha na kuwapatia mahitaji muhimu watoto hao, ikiwemo chakula, magodoro, mashuka pamoja na tanki la kuhifadhia maji lenye uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya lita 5,000, huku lengo likiwa ni kurudisha fadhila kwa jamii. Deogratias Shuma, yeye ni meneja Mamlaka ya Mapato mkoani Arusha, hapa anaeleza swala la kurudisha fadhila kwa jamii ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa majina naitwa Deogratias Shuma, ni meneja wa Mamlaka ya Mapato mkoa wa Arusha. Leo tumetembelea kituo cha The Joy of God ambacho kinalelea watoto wasiokuwa na wazazi, kikiwa chini ya uongozi wa Sister Janet. Lakini tunaendelea kuwashukuru uongozi wa kituo cha kulelea watoto cha Umwaisha kwa kukubali kutupokea na kuleta zawadi ya kamishna mkuu. Kama mnavyotambua, tupo kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini pia kwa wenzetu wa Kristo wako kwenye mfungo wa Kwaresma. Tumekuja hapa kwa niaba ya kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kuleta zawadi mbalimbali kwa watoto. Kama mnavyoona, tumeleta zawadi kutoka kwa kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato, ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa jamii, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kumaliza mfungo wa Ramadhani, lakini pia tuko kwenye mfungo wa Kwaresma. Kwa maana hiyo, zawadi hizi tumezileta kwa sister kwa ajili pia ya kuonyesha kurudisha kwa jamii, ili aweze wao na watoto, sister na watoto waweze kula sikukuu ya Pasaka ambayo tunaitarajia hivi siku za karibuni, wakiwa katika hali njema. Lakini pia ikiwa ni sehemu ya sisi kama Mamlaka ya Mapato Tanzania kurudisha kwa jamii, kwa maana ya kwamba jamii ndio tunatarajia kutengeneza walipa kodi wapya kupitia kwa watoto hawa. Kwa hiyo kamishna mkuu ametutuma tulete zawadi. Tumekuja na zawadi mbalimbali. Tumekuja na tenki la kuhifadhia maji. Tunajua kwamba kuna changamoto tunapolea watoto wadogo kama hawa. Maji ni kimoja kati ya mahitaji muhimu sana ili waweze kukoga, kufua, lakini pia hata kutumia kwa ajili ya chakula, kujipikia chakula. Kwa hiyo tumekuja na hilo tenki la kuhifadhia maji lenye uwezo wa kuhifadhi lita 5,000. Limetolewa na kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato. Lakini pia tumekuja na magodoro. Magodoro tunajua kwamba watoto wanahitaji kupumzika mchana. Hata wakati tumekuja hapa wengi walikuwa wamepumzika. Kwa hiyo wanatakiwa wapumzike katika hali yenye kuleta faraja kwao. Kwa hiyo tumewaletea magodoro pisi kadhaa hapo. Lakini tumewaletea pia shuka, kwa sababu ili uweze kulalia kwenye godoro ni lazima utandike shuka. Tumeleta shuka. Lakini pia tumewaletea chakula kama mnavyoona. Tumekuja na mchele, sukari, maharage, mafuta ya kula. Lakini tumewaletea pia vinywaji. Tunaamini kwamba wanapokwenda kusherehekea sikukuu watahitaji kunywa vinywaji mbalimbali, kwa hiyo tumewaletea vinywaji. Lakini tunatambua pia kwamba sister anakaa na mabinti hapa. Kadiri wanavyozidi kukua, mabinti wanahitaji zile pamba za kike. Kwa hiyo tumeleta sehemu ya pamba za kike kwa ajili ya watoto. Naamini pia tumeleta nepi kwa ajili ya watoto, nepi zile za kisasa. Kwa hiyo hizo zawadi tumezileta kwa niaba ya kamishna mkuu kwa ajili ya kurudisha kwa jamii, na tukisisitiza kwamba wananchi wanapoona kamishna mkuu analeta zawadi kama hivi, basi wajue kwamba kazi inayofanywa na Mamlaka ya Mapato ya kukadiria, kukusanya na kuhasibu fedha za kodi ya serikali kuu, ili wananchi wapate mwamko wa kuendelea kulipa kodi, kwa sababu serikali inawezesha vitu kama hivi kwa sababu ya makusanyo mazuri ya kodi. Kwa hiyo kupitia adhara hii, niombe kuendelea kuhamasisha matumizi sahihi ya risiti za kielektroniki za kutolea risiti, za mashine za kielektroniki za kutolea risiti, lakini kulipa kodi kwa hiari, kwa wakati, pamoja na kuwasilisha ritani kutokana na biashara na mapato tunayoyapata.
Ali Isa, yeye ni meneja wa kituo cha Aisha, amesema hilo ni jambo la faraja sana kwao na jamii kwa ujumla. Majina yangu kamili mimi naitwa Ali Isa Shemkande, ndio meneja wa kituo cha Aisha. Watoto waliopo kwenye kituo hichi currently kwenye nyumba hii kwa sasa hivi ni watoto 17, lakini kuna watoto 7 wengine wako sekondari na kuna watoto wengine wengi wako vyuoni na maeneo mengine na wengine wamesharudi kwenye jamii. Kwa ujumla labda niseme historia fupi kwa sababu nimekuja swali la jumla. Kituo hichi kilianza mwaka 2006 kikiwa na watoto 8, kikaendelea kawa na watoto 24. Na katika hawa ambao walianza katika huo mwaka 2006, 8 kati yao wameshamaliza degree na 5 wamemaliza diploma na wapo ambao wanaendelea na masomo yao kwa sasa. Lakini watoto wote hawa tulionao ni watoto wa kike. Na hii ni moja ya changamoto kubwa tuko nayo kwamba hatuna nyumba ya watoto wa kiume. Yapo tunalea watoto wa kiume lakini katika mtindo tofauti kwamba anakaa kwa mtu halafu sisi tunampa udhamini wa elimu na vitu vingine vinavyofanana hivyo. Kwa maana nyingine ni kwamba kuwajali watoto ambao ndio lengo kuu la msaada huu. Kwa maana ya kwamba wanataka watoto waweze kuishi katika maisha bora kama tunavyoishi sisi majumbani kwetu, na hili ni jambo la faraja sana kwetu na kwa jamii kwa ujumla. Labda nisirefushe sana maneno, nirejeshe tu shukrani na pongezi kubwa kwa mamlaka kwa kuweza kutufikishia zawadi hizi na sadaka hizi adhimu, hasa kwa kipindi hiki ambacho ni cha mfungo wa Ramadhani na tukiwa tunaendelea katika sherehe za sikukuu ya Eid. Tunashukuru sana, lakini kama mkiangalia wenyewe zawadi zilizoletwa ni zaidi ya sikukuu ya Eid kwa sababu ni vitu vikubwa vinavyoendana na mahitajio na yale mahitajio ya kituo kwa ujumla. Kwa hiyo nasema tena tunashukuru sana na karibuni tena na tunashukuru kwamba nyie mmekuwa sehemu ya ulezi wa watoto hawa kama ambavyo tumeanza na nyinyi tangu miaka ya nyuma. Karibuni sana na asanteni sana. Shukrani sana. Majina yangu mimi naitwa Sister Janet Ngopa. Ni sister wa shirika la Mtakatifu Elizabeth. Nafanya kazi St. Elizabeth Hospital kama incharge wa theater, chumba cha upasuaji. Kama muuguzi mimi ni mwenyekiti wa uuguzi mkoa wa Arusha. Nina watoto 40. Kati ya watoto 40 nina wasichana 13, waliobaki 27 ni wavulana. Kwa kweli namshukuru Mungu sana kwa baraka hii mliokuja nayo, na washukuru ninyi wote special, na mshukuru huyu kamishna aliyewatuma. Mungu ambariki sana. Huyo Roho Mtakatifu aliyemsemesha kwamba aje hapa kwenye hiki kituo cha The Joy of God, ninamuomba azidi kumuongoza kwa watu wengine wahitaji pia. Namshukuru kwa namna pekee dada Zawadi. Kwa kweli Mungu akubariki. Dada Zawadi nilimfahamu kupitia mkuu wa wilaya aliyepita. Mkuu wa wilaya aliyepita Mtaengerwa ni baba wa kiroho wa hapa. Yaani watoto wetu wakibatizwa kokote aliko lazima atarudi kuja kuwasimamia. Kumbe yeye alijitahidi sana kuniunganisha na watu wanaojua kwamba wana moyo wa kujitoa. Kumbe asante sana dada Zawadi, ubarikiwe. Na hisi hii itaenda pia kwenye taarifa ya habari. Nazidi kumshukuru baba Mtaengerwa kokote kule aliko. Mungu ambariki, azidi kuwa na moyo huu. Malipo atayapata mbinguni, sio hapa duniani. Mheshimiwa kamishna wa TRA, natuma salamu zangu za kukushukuru kwa kuwatuma wafanyakazi wa mkoa wa Arusha wa TRA kuja hapa. Kwanza kwa sadaka ya muda pia ni sadaka. Kwa yale yote waliweza kubeba, wamehangaika mpaka kufika huku ndani kuingiza mizigo na kushusha. Mimi nakushukuru sana. Naomba Mungu azidi kuwabariki. Bado nina lile ombi langu. Dada Zawadi unalikumbuka? Sitalisahau. Yaani nilipowaona tu nilikuwa ndo nafikiri mmeniletea lile ombi la charitable status. Liko mbele yake kwa sababu mkoa wa Arusha ilishapitisha. Walishakuja kunikagua na kuona. Naomba kamishna unifikiria kwa namna ya pekee kwa sababu wengi wanatamani kunisaidia lakini wanashindwa kwa sababu sina hicho kibali cha charitable status. Mengi zaidi nashukuru kwa kunisaidia kulea watoto. Mungu awabariki sana. Karibuni, asante sana. Kwa majina naitwa Dominic Dennis. Tunasema asanteni sana, Mungu awabariki sana. Tunamshukuru hata kamishna. Tunasema asante, Mungu ambariki, amzidishie mara 100 alipotoa.
aendelee kujazwa mara 100, hata kwenye kazi zake aendelee kufanikiwa. Mungu aendelee kumtia nguvu. Na tunakaribisha tena muweze kuja na siku nyingine. Tunaombea. Asanteni sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.